Ili Mungu atembee na wewe kwenye maisha yako, mtazamaji wangu naye nitazama mahali popote ulipo, anahitaji kujua unaona nini. Kama unaona maono makubwa ndani yako, ndipo Mungu anapoenda kuyatimiza hayo maono, kama anavyozungumza na Yeremia katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari ule wa 11. Hebu tusome, mtazamaji wangu, mahali popote ulipo. Kama una Biblia unaweza ukafungua Biblia yako, kitabu cha Yeremia mlango ule wa kwanza mstari wa 11. Maandiko yanasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaangalia neno langu ili nilitimize. Yeremia anaambiwa na Mungu kwamba kwanza anaulizwa na Mungu, unaona nini? Yeremia anamwambia Mungu, ninaona ufito wa mlozi. Lakini Mungu anamjibu, anasema, unaona vyema, kwa sababu Biblia inasema Mungu anamwambia Yeremia, ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Sasa katika ule ufito wa mlozi, inawezekana kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anamtafakarisha mtumishi wake Yeremia, kwa sababu kwanza Yeremia alikuwa anaona kinyume na jinsi ambavyo Mungu alikuwa anataka aone, na inawezekana maono yake Mungu aliyaweka kwa ndani ya Yeremia kupitia huu mti unaoitwa mfito wa mlozi. Na kwa sababu hiyo ndo maana Mungu alipomuuliza Yeremia, unaona nini, alipoanza kuyaangalia yale maono ambayo Mungu alikuwa anamuonyesha kupitia ufito wa mlozi, ndipo Mungu akamwambia, unaona vyema, kwa sababu akamwambia, ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo Mungu huwa anaangalia jinsi unavyoona. Kwa hiyo ndo maana ninakwambia mtazamaji wangu mahali popote ulipo, kwamba macho ni kipengele muhimu sana katika maisha yako ili uweze kuendelea mbele. Unachokiona mbele yako ndicho utakachokiendea. Kama unaona mabaya na ukayaendea, manake unaipeleka nafsi yako katika mauti. Lakini kama unaona mema mbele yako na ukayaendea, ndipo unaipeleka nafsi yako katika mafanikio. Kwa hiyo vile unavyoona ndivyo mafanikio yatakavyokuja katika maisha yako. Na kipengele muhimu ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu, tunahitaji macho. Ndio maana Paulo anawaambia Waefeso, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kuona sawasawa na vile ambavyo Mungu anajaribu kuwaonyesha. Inawezekana Mungu amekuita kwa njia ya hiyo biashara na amewekeza utajiri mkubwa kwenye eneo la biashara yako, lakini kwa sababu unaona changamoto katika mwanzo wa biashara yako, umekata tamaa, umerudi nyuma. Na kwa sababu hiyo unatamani hata kufunga hiyo biashara. Unatamani kuondoka hapo ambapo ulikuwepo mwanzo, unaendelea na shughuli zako za uzalishaji. Nataka nikwambie mtazamaji wangu na tazama, usiogope. Mungu amenituma nikwambie faida za ufalme wa mbinguni. Ndio maana ninakwambia, ukiupata ufalme wa mbinguni, faida ya pili ya ufalme wa mbinguni kwenye maisha yako ni kukusaidia wewe uweze kuendelea mbele. Utaendelea mbele kwenye eneo lako la biashara. Yamkini umepata kazi na unaona vita kwenye eneo lako la kazi na unatamani hata kuacha hiyo kazi, manake unatamani kustopisha namna ya kuendelea mbele kwenye eneo lako la kazi kwa sababu ya majaribu uliyopata kwenye kazi. Nataka nikwambie, Mungu amenituma nikwambie faida ya kupata ufalme wa Mungu kwenye maisha yako, mtazamaji wangu unanitazama, itakusaidia kuendelea mbele. Wewe mama uliyekata tamaa kwenye hiyo ndoa na unaona hakuna tena mlango wa kuendelea na hiyo ndoa, na unatamani kutoka kwenye ndoa kwa sababu kila ukiangalia unaona majaribu, unaona mambo ni magumu, unaona huyo mwanaume haeleweki kabisa, unaona mambo ni mazito, huwezi kuendelea mbele na hiyo ndoa. Kwa sababu hiyo unatamani kutoka kwenye hiyo ndoa. Nataka nikwambie, Mungu amenituma kukwambia, ukiupata ufalme wa mbinguni, hizo changamoto unazoziona hutaziona tena. Hayo magumu unayoyaona hutayaona tena. Huo uzito unaouona hutauona tena, kwa sababu giza litaondoka na kuachia maisha yako. Na ndio maana Paulo anawaambia Waefeso, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kuona utajiri mlioitiwa na utukufu wa Mungu uliowafunika. Kwa sababu hamuoni, kwa sababu kuna giza limewafunika. Lakini nuru ikiingia kwenye maisha yako kwa njia ya ufalme wa mbinguni, giza litaondoka kwenye maisha yako, uzito utaondoka kwenye maisha yako, vipingamizi unavyoviona vitaondoka kwenye maisha yako, na utashangaa Bwana atabadilisha maisha yako kwa namna ambavyo hukutegemea, kwa sababu macho yako yametiwa nuru. Umeanza kuacha kuyatazama majaribu, umeanza kumtazama Mungu, kwa sababu nuru inakupa nafasi ya wewe kumwangalia Mungu. Na ndio maana Mungu anamwambia Yeremia katika maandiko haya tuliyosoma kwamba, Yeremia, unaona nini? Maana yake Yeremia alikuwa anabadilishwa namna ya kutazama mambo kwenye maisha yake.